usipotunza na kukithamini chako, utatolea macho vya wenzako. Katika maisha tunayoishi ya mikato ya kiserikali, yapendeni maeneo yenu, tunzeni mazingira ya maeneo yenu. Musingoje eti muhimizwe na serikali. Sayyiduna Uthman ibn Affan mara moja katika hutuba zake aliwaambia waumini, wa innakum lamas'uluna hatta anil biqa'i wal bahaim, hakika ninyi siku ya kiyama mtajaulizwa mpaka kuhusu utunzaji wa mazingira na mifugo yenu. Haya pia mtajaulizwa siku ya kiyama, vipi mulitunza mazingira? Eti iwe ni jukumu la kutuambia serikali? Sisi ni wanadamu, lakini ongezea sisi ni Waislamu. Kutunza mazingira ni jukumu letu. Mifugo yetu ni jukumu letu. Usipotunza na kuthamini chako, utatolea macho vya wenzako. Nchi ni nyingi duniani, lakini katika nchi hizo Tanzania imo, na Mungu ameamua kwa hiari yake kuwa sisi tuwe ni wa Tanzania, ndiyo yetu. Ikiwa mnajitambua kwamba Tanzania ni yenu, ulinzi wenu, utu wenu, udugu wenu, amani yenu, umia na maharibiko ya kwako inakugusa, Dar es Salaam yako inakugusa, Tanzania yako, na wewe Mdengereko Rufiji yako inakuumiza, Msaramo Msanga yako na Mkamba yako inakuumiza, wewe Msukuma Mwanza yako inakugusa, Mnyamwezi Tabora yako inakuumiza. Tunza chako, thamini chako, ili usije ukatolea macho vya wenzako. Sio ubabaifu na kufatisha mihemko ya watu. Usifanye kichwa chako kuwa kama CD ya kurekodi. Kila unacholetewa unachukua, unaweka kichwani, na wewe unakurupuka. Nini hatima ya hicho unacholetewa? Ikitokea leo ama kesho, mimi na wewe tumekufa, alafu tukatengeneza misingi ya kuharibika utulivu na amani katika nchi yetu, tumewaachia Tanzania gani watoto wetu, wapwa zetu, wajukuu zetu? Unaposoma sheria kuna 5 goals. Ukisoma sheria kuna malengo ya Uislamu makuu 5. Chukua mawili: hifdhu nafsi min daruriyati lislam, hifdhu lmali min daruriyati lislami. Kumtunza mwanadamu, kumlinda mwanadamu ni katika vitu vilivyokuwa lazima katika Uislamu. Hili ni lengo katika malengo. Lengo la kwanza kabisa ni hifdhu dini, lazima dini itunzwe, ndio lengo la kwanza. Lakini lengo la pili, mwanadamu alindwe na atunzwe katika Uislamu. Wewe kama Mtanzania ukiongezea Muislamu, nini mchango wako kuhakikisha mwanadamu wa Tanzania kwanza, kisha wa nje ya Tanzania anakuwa katika amani na utulivu na raha? Mwanadamu alindwe, usije ukaona ni kitu cha kawaida. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifika akasema, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Wasomaji wanajua ni ali ya kamali. Muislamu wa kweli kweli, Muislamu aliyekamilika, anayejua dini yake na kumpenda Mungu wake na kumpenda kiongozi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni yupi? Ni yule ambaye Waislamu wenziwe wapo katika amani, kero, manyanyaso, mateso ya mkono wake, hata ulimi wake. Asidhurike mtu kwa makusudi yako, kwa ulimi wako.
You are really Muslim. Unahamasisha machafuko alafu unajiita kiongozi wa dini. Angalia nini kinakwenda kuwakuta wale. Mathalan, wewe unajiweza, wale unaowahamasisha hawajiwezi, hawana mjomba, hawana shangazi, hawana kaka serikalini, yamewakuta, nani anakwenda kuwasaidia? Wewe unajiweza, una mapesa yako, una nafasi yako, lakini unawachongea wengine na kuwatia katika matatizo. Wanakwenda kukutana na misukosuko, nani anawasaidia? Kuwa Muislamu mwenye huruma na watu. Hawa nao ni wanadamu. Muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake wanakuwa katika amani. Ukichukulia neno lenyewe Uislamu lenyewe ni peace, ni full amani, ndio Uislamu. Al-Islam. Achana na swala za sunna, swala za fardhi. Waislamu wanaiomba amani kwa siku mara 17. Katika tahiyatu mnasemaje? Assalamu alaina wa ala. Hapa mwanzo haikuhusika wacha Mungu, ni alaina tu. Muda wa kuwa Muislamu, assalamu alaina ay maashira almuslimin, amani tufike sote Waislamu, lakini sigote kwetu tu. Wa ala ibadillahi as-salihin fi shatta nawahi al-ardh, lakini amani iwafikie waja wa Mungu wema popote walipo duniani, wawe katika amani. Lakini kwanza tulianza kujiombea amani wenyewe. Tunaomba amani kwenye sala, alafu baadaye tunakuwa sisi eti tuwe ndio chanzo cha kuvurugika amani.